tulio mbele yenu ni Pathfinder. Tutaenda kuwasilisha program kutoka katika madarasa yetu. Mimi na marafiki zangu wa darasa la rafiki tutaenda kuwasilisha program, na mimi nitakuwa katika upande wa ahadi na maana zake. Kwa neema ya Mungu, maana yake, kwa kuwa mimi ni mdhaifu, siwezi kufanya lolote peke yangu. Kwa hiyo nahitaji Mungu ili aniongoze kuwa msafi. Nitakuwa msafi kwa kutokukaa na marafiki ambao ni waovu na wana tabia mbaya. Kuwa mpole, nitakuwa mwenye huruma na kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Kuwa mwaminifu, nitakuwa mwenye haki na mwaminifu. Kushika sheria za chama, nitazishika sheria za chama sawasawa zinavyoenenda. Kuwa mtumishi wa Mungu, nitamtumikia Mungu milele mpaka kufa. Kuwa rafiki wa wanadamu, nitakuwa baraka kwa watu wengine. Amina. Amina. Mimi nitataja vitabu vya Agano la Kale ambapo Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Lutu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esther, Ayubu, Zaburi, Misali, Mhubiri, Wimbo Ulio Bora. Mimi nitasema maana ya wimbo wa chama, lakini nitauimba. Tuwatafutanie shujaa, watumishi wa Mungu, na tuwa aminifu, wapole kweli na safi. Ujumbe kwa ulimwengu, kweli uweka huru. Yesu mfalme Mwokozi arudi, kwako nami. Katika darasa la pili tulijifunza majina na maana yake. Kwa mfano, Yusufu, Bwana ataniongeza. Asheri, mtu aliyebarikiwa. Je, umewahi kubarikiwa? Ndio. Musa, mtu aliyeokota majini. Basi kwa leo tuishie hapo. Mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Mahusiano huhusiana katika mambo yetu ya kila siku na familia zetu. Je, mnafanya maombi katika familia zenu? Ndio. Mnafanya maombi katika familia zenu? Ndio. Fungu la kukariri. Zaburi 119 fungu la 11. Maandiko matakatifu ya Bwana yanasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pia tulijifunza kukariri mafungu. Zaburi 23 mstari wa kwanza inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika majani mabichi unilaza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika darasa letu la mwanzo tulijifunza rangi za bendera. Bendera ya taifa na rangi 4 ambazo ni kijani, njano, nyeusi na bluu. Katika rangi ya kijani inawakilisha uoto wa asili, na njano inawakilisha madini, na nyeusi inawakilisha watu wa Afrika, na pia bluu inawakilisha madini, mito, bahari na maziwa. Vifuatavyo ni vitabu vinne vya Agano Jipya: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Hili ni darasa la mgunduzi lenye miaka 12. Tulijifunza rangi za bendera ya tafuta njia. Bluu wakilisha utii wa Yesu, nyeupe wakilisha usafi, rangi za ziada
kuna nne watafuta njia, zina pande tatu. Pande ya kwanza inawakilisha kiroho, kimwili, pia kiakili. Pia tuna ngao, ina rangi nyeupe, inawakilisha utii wake Yesu. Pia tuna upanga, unawakilisha upanga wa Roho, unawakilisha kiroho, pia kimwili. Pia tulijifunza matumizi ya bendera. Namba 1, bendera inatumika katika matukio au mkusanyiko wa Pathfinder Day. Pia inatumika katika kepori, katika camp au katika matumizi fulani ambayo ni mikusanyiko pia watafuta njia. Amina. Amina. Nipo mbele yenu kuelezea itifaki ya Biblia. Nitaanza na maana ya itifaki. Itifaki ni orodha ya aya zinazozungumzia jambo lile katika Biblia. Amina. Amina. Nitaelezea visa na mafungu yake katika Biblia, jinsi Yesu anavyookoa. Namba 1, Yohana 3. Kisa hicho kinaelezea Nikodemo. Luka 15. Kisa hicho fungu linaelezea kisa cha mwana mpotevu. Amina. Amina. Katika kizazi changu moto, kwa maana upendo wa Kristo watubidisha. Pia tulijifunza mambo ya kuzingatia katika kupeleka habari njema. 1, kujua ujumbe unaoupeleka. 2, kujua ukweli. 3, kupenda ukweli. Katika darasa la usimamizi tulijifunza mambo muhimu matano ya Mkristo. 1, kutambua jinsi mimi mwanadamu nilivyo. Mwanadamu ni mdhambi. Tulijifunza sifa